Tangu katikati ya Disemba, Papa amekuwa akisumbuliwa na matatizo ya kupumua. Mwanzoni mwa mwaka 2025, Papa Francis aliweza kushikwa na homa ya mapafu. Aligundulika na homa ya mapafu katika mapafu yake yote mawili na hali yake bado ni mbaya. Hiyo ndio taarifa iliyotolewa kwa mujibu wa taarifa ya Vatican, na BBC wakachapisha taarifa hiyo tarehe 25 Februari mwaka 2025. Taarifa hizi zilifanya kuenea kwa uvumi mitandaoni kuwa Papa Francis amefariki, lakini ni uvumi ambao ulikuwa sio wa kweli. Lakini Papa Francis hadi sasa ni mzima. The Story Chapter. Papa Francis, jina lake halisi ni Jorge Mario Bergoglio. Ni Papa wa 266 wa Kanisa Katoliki na kiongozi wa kiroho wa Katoliki. Aliteuliwa kuwa Papa tarehe 13 Machi 2013. Akawa Papa wa kwanza kutoka Amerika Kusini na wa kwanza wa shirika la Wajesuiti. Papa Francis anajulikana kwa ukarimu wake, msimamo wake wa haki za kijamii na juhudi zake za kurekebisha na kusahihisha Kanisa Katoliki. Hapa kwa chini ni maelezo zaidi kuhusu maisha na utumishi wake. Ninakuletea maisha ya awali na elimu. Jina kamili ni Jorge Mario Bergoglio. Tarehe ya kuzaliwa ni 17 Disemba mwaka 1936. Mahali pa kuzaliwa ni Buenos Aires, Argentina. Shirika la kiroho ni Jesuit, shirika la Yesu. Elimu, alisoma sana na falsafa na baadaye akapata degree ya uzamivu katika theolojia. Utumishi wa kiroho. Kuwa padri na mjesuit. Bergoglio alijiunga na shirika la Wajesuit mwaka 1958 na akawa padri mwaka 1969. Alifanya kazi kama mwalimu, mchungaji na mkuu wa shirika la Wajesuit nchini Argentina. Mwaka 1992 aliteuliwa kuwa askofu msaidizi wa Buenos Aires na baadaye akawa askofu mkuu wa Buenos Aires mwaka 1998. Ilitumia miaka 6 tu mpaka yeye kuwa askofu mkuu. Mwaka 2001 Papa Yohana Paul wa pili alimfanya kardinali. Tarehe 13 Machi 2013 Bergoglio alichaguliwa kuwa papa baada ya kustaafu kwa Papa Benedikto wa 16. Alichagua jina Francis kwa heshima ya Mtakatifu Francisco wa Asizi, aliyejulikana kwa ufukara wake na upendo wake kwa maskini. Papa Francis amejulikana kwa mafundisho yake ya haki za kijamii, rehema na mageuzi ya kanisa. Baadhi ya msimamo wake maarufu ni pamoja na haki za maskini na wanyonge. Papa Francis amesisitiza umuhimu wa kuwasaidia maskini na kuleta haki za kijamii. Anaongelea mara kwa mara kuhusu umuhimu wa kuwa na moyo wa rehema na kuwajali wale walio kwenye makali ya jamii. Mageuzi ya kanisa. Papa Francis amejaribu kufanya mageuzi ndani ya Kanisa Katoliki, ikiwa ni pamoja na kushughulikia matatizo ya ufisadi na kuwapa wanawake na vijana nafasi zaidi katika kanisa, mazingira na haki za binadamu. Katika hati yake ya kiroho Laudato Si, Papa Francis aliandika kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira na kuhakikisha kuwa maendeleo ya kiuchumi hayaharibu dunia. Ushirikiano wa kidini. Papa Francis amekuwa akifanya juhudi za kuleta maelewano na madhehebu mengine ya Kikristo na dini zingine, ikiwa ni pamoja na Uislamu na Uyahudi. Michango na mafanikio. Ukarimu na rehema. Papa Francis amejulikana kwa ukarimu wake na juhudi zake za kuwasaidia wakimbizi, maskini na wale walio katika hali ngumu. Ametoa hati muhimu za kiroho kama vile Evangelii Gaudium, Furaha ya Injili na Laudato Si, Heshimuni, ambazo zimekuwa na ushawishi mkubwa katika kanisa na dunia nzima. Amefanya mageuzi katika mfumo wa kanisa,
ikiwa ni pamoja na kurekebisha mfumo wa mahakama ya kiroho na kuwapa wanawake nafasi zaidi katika kanisa. Hata hivyo, Papa Francis amekabiliana na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na ufisadi na ukandamizaji ndani ya kanisa. Amekuwa akishughulikia matatizo ya ufisadi na ukandamizaji wa kanisa kijinsia ndani ya kanisa na kuwataka viongozi wa kanisa kuwa waadilifu na wa kweli. Upinzani wa ndani. Baadhi ya viongozi wa kanisa wamepinga mageuzi yake, wakidai kuwa yanapotosha mafundisho ya kanisa. Papa Francis ni kiongozi wa kiroho ambaye ameleta mabadiliko makubwa katika kanisa Katoliki na dunia nzima. Anaheshimiwa kwa ukarimu wake, msimamo wake wa haki za kijamii na juhudi zake za kurekebisha na kusahihisha kanisa. Ingawa anakabiliana na changamoto, anaendelea kuwa mwanga wa matumaini na rehema kwa Wakristo na wengine duniani. The word Papa takes us back to the Latin word Papa, which in turn comes from the Greek word papas, meaning father. Padre in Italian or Papa, used in more familiar and endearing way. Kama hujanielewa ni kwamba hivi, nimekuwa nikizungumza neno papa toka mwanzo wa stori yangu. Nimeamua nikupe maana ya papa na origin yake ni ipi, yani imetokea wapi neno hili papa. Papa maana yake ni baba, neno lilotoka kwenye maneno ya Kigiriki ambalo linatumika na Waitali, lakini linatumika kama padri au papa. Huyo ni kiongozi wa kiroho ambaye nafasi yake ni kubwa dunia nzima. Yeye ndiye kiongozi mkubwa na nafasi kubwa ya Kikristo kwenye dhehebu la Roman Katoliki. Najua mpaka hapo utakuwa umeshaelewa maana ya neno papa. Nikuache hapo. Ulikuwa nami G Venga hapa, nikikupa simulizi ya papa kuanzia mwanzo hadi mwisho. Je, ungependa kushiriki nini katika hili? Unaweza ukaacha maoni yako kupitia sehemu ya comment hapo chini, lakini pia kuwahabarisha na kuwafanya wengine wajue na wafahamu kuhusu historia ya papa. Usiache kubonyeza sehemu ya kushare, ukaweke WhatsApp na sehemu nyingine ili wengine waweze kufikiwa na ujumbe huu. Asante. Ulikuwa hapa Kiswahili TV. Kwa kuendelea kuwa nasi kila siku, usiache kusubscribe kwa kubonyeza alama nyekundu ambayo ipo chini ya video hii kwa hakika zaidi wa kuendelea kupata taarifa zetu kila siku. Asante na karibu sana. Bye bye.